Issue ni usafirishaji, kitu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha ya kawaida ya binadamu. Hapa ni stendi kuu ya mabasi mkoani Kigoma, Masanga Bus Terminal. Leo tumekuja hapa kwa lengo la kuja kufahamu maoni ya Watanzania kuhusiana na ujio wa Mheshimiwa Rais ndani ya mkoa wa Kigoma, ambapo anakuja kufanya ufunguzi wa reli ya SGR. Tutapita kwa Watanzania, watatoa maoni yao kuhusiana na ujio huu. Usisahau Diamond Platnumz, Alikiba na Baba Levo ni mmoja kati ya watu ambao watamshindikiza Mheshimiwa Rais kwenye uzinduzi wa jambo hili kubwa. Rusama Hamisi Rusama, twende pamoja ukawasikilize yale ambayo Watanzania wanayazungumza kuhusiana na tukio hili. Mimi bwana naitwa Kasimu Ramadhani Mashaka. Nahusika na masuala ya usafirishaji hapa stendi mpya. Kwa swala hili la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuja kuzindua reli SGR katika mkoa wetu, niseme kwanza ametukumbuka, kwa sababu ni chanzo ambacho kitakachokuja kuinua mkoa huu sekta ya maendeleo. Na kitu kingine, hata kihistoria, mkoa wa Kigoma ulikuwa ni mkoa ambao ulipendwa hata na wakoloni. Wakoloni wengi walipita katika mkoa huu. Kwa hiyo ulikuwa si mkoa ambao ulikuwa unapaswa kusinzia kiasi hicho muda wote. Na pia ni mkoa ambao una chachu ya ufunguzi wa maendeleo, sababu mkoa wote ambao umepakana na nchi karibuni 2-3, mimi nafikiri huwa kunakuwa na vitu ambavyo ni vitu asilia vyenye kukuza maendeleo ya nchi. Kwa mfano, kwa Kigoma tuna ziwa Tanganyika, tunazalisha na pia tunalisha watu ndani ya nchi hii. Kwa Kigoma tuna baadhi ya hizi hifadhi na wanyama. Kuna sokwe ambao niseme kwa Tanzania hii hapatikani sehemu nyingine yoyote isipokuwa Kigoma, wapo tena wenye umri mrefu. Kwa hiyo endapo SGR hiyo itapoanza kuwa inafanya kazi, nafikiri itarahisisha mambo mengi sana. Kigoma tulikuwa tunatoka Kigoma kuelekea Dar es Salaam zaidi ya kilomita 1200 karibuni na 50. Kipindi hicho tulikuwa tunatumia masaa takribani 40 au 30 kwa kutumia reli ya kawaida. Na pia mabasi tulikuwa tunatumia labda masaa 18. Leo tukiletewa SGR nafikiri tutakuwa tunatumia masaa, wanajua wataalamu zaidi, masaa yatakuwa ni machache. Kwa hiyo tunaweza kwenda na tunaweza kurudi hata kwa siku moja. Unazungumziaje ujio wa wasanii ambao wanamshindikiza Mheshimiwa Rais kwenye uzinduzi wa ujenzi wa reli? Wasanii niseme wamefanya vizuri kwanza wao, kwa sababu jambo kubwa la kitaifa, wanajua swala la SGR ni jambo la kitaifa na ni mradi ambao kiasi kwamba hautugusi tu sisi watu wa Kigoma, hapana. Mradi ambao unagusa taifa zima, kwa sababu utalenga mfanyabiashara kutoka hata nje ya Tanzania bara wanaweza kaja kirahisi kuleta bidhaa zao huku, pia kufungua masoko mbalimbali, kufungua zabuni mbalimbali, kuungana na watu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuungana na watu wa Burundi kule urahisi. Kwa hiyo tunategemea kwamba wao kama wasanii kwa ujio wao wanaweza kulisemea hili swala na likapaa mbali zaidi, kwa sababu msanii ni kioo. Na naposema msanii kama Diamond Platnumz, mtu kama Alikiba, mtu kama Baba Levo, mbunge wetu mheshimiwa, sauti yake inapaa mbali. Kwa hiyo atakapolisemea hili litakwenda mbali zaidi. Sidhani kama watatazamwa na sisi tu watu wa Kigoma, watu wa Mwanza, watu wa Dar es Salaam, watu wa Dodoma, watu wa Tabora, hapana.
Yaani anapokuja kusimama Diamond, anapokuja kusimama Alikiba, anapokuja kusimama Mheshimiwa Baba Levo na wasanii wengine ambao ni kioo cha jamii cha ndani na nje, sababu msanii ni kioo cha ndani na nje cha sasa, kizazi kilichopo na kizazi kijacho. Ina maana tayari moja kwa moja atakuwa amepromote zaidi swala la SGR kufahamika mataifa mbalimbali. Kwa majina yangu ninaitwa Anton Gelvas. Mimi ni agent wa Stand Mpya, lakini pia mimi ndio mwenyekiti wa maagenti hapa Stand Mpya. Kwanza mimi kwangu ninafurahi sana, ninayo furaha kubwa, lakini pia ni fursa kwa watu wa Kigoma au wana Kigoma wote, lakini pia ni moja ya kuongezeka kwa mkoa wetu kufunguka kibiashara. Mimi binafsi nimefurahi sana na nimefurahi kweli kweli. Mimi sioni changamoto kwa sababu hayo ni maendeleo kwa wana Kigoma, lakini pia linapokuja jambo fulani linakuongeza namna gani ya kuweza kufikiri. Na mimi kwenye maisha yangu changamoto huwa naichukulia kuwa kama fursa kwenye maisha yangu. Kwanza hiyo ni fursa kwangu, ni fursa kwa wana Kigoma, lakini pia changamoto inanikuza kiakili, inanipa kuelewa vizuri na ninaichukulia kuwa kama fursa kwangu, wala mimi sioni kama ni changamoto. Mimi kwanza ninamshukuru Mheshimiwa Rais. Ni jambo ambalo ni jema sana kwa wana Kigoma. Si kwa Kigoma tu ninafurahi, hata kwa ziara zake anazozifanya na moja ya majukumu kwa Watanzania. Lakini pia nikiwa kama mwana Kigoma ninayo furaha kubwa sana kwa ujio wa rais kuja kuzindua reli yetu ya SGR. Ninafurahi sana na ninamtakia mema na yaliyo mema mengi zaidi ya haya. Ukiambia uzungumze neno moja kuhusiana na Baba Levo kulingana na kile ambacho amekuwa akifanya, ukizingatia amekuwa mstari wa mbele sana kwenye kufanya mambo yatokee. Hata hili la uzinduzi wa ujenzi wa reli, amemobilize wasanii kuja kumshindikiza Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye uzinduzi wa ujenzi huu wa reli. Unamzungumziaje Baba Levo? Kwanza mimi nampa hongera mbunge wetu. Tumeishi muda mrefu tukiwa na wabunge wengi, lakini wale wabunge hakuna walichokifanya. Tumeishi na wabunge wengi wasomi, tuliishia kwenye makaratasi, hatukufika katika utekelezaji. Lakini ni moja ya mbunge ambaye anaijaribu sana kututetea wananchi wake. Amepambana, reli ya SGR imekuja, lakini pia hakuishia hapo, ametuombea mpaka daraja la juu kwa ajili ya usalama wa wananchi wa jimbo lake. Kwa hiyo ni moja ya hongera. Lakini na ujio wa wasanii, kwanza moja wanakuja kwao, wasanii wengi wanakuja kwao, lakini pia ni kuwaonyesha kwamba Kigoma yetu ni ya namna gani, na wao wanaweza kuwa kipaumbele cha kusapoti jambo hili ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya pamoja na Baba Levo ambaye ndio mbunge wetu. Mimi nampa kongole sana kwake. Shukrani. Asante sana. Poa. Mambo yanaendaje? Bana fresh. Unaona kibarabara kifuani. Hii brad kabisa we. Kesho kuna uzinduzi wa ujenzi wa reli ya kisasa au SGR. Wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana na jambo hili? Kwanza kwa jina naitwa Agent Juma Hussein Kimtanange, ni agent hapa Sindikua basi mkoa wa Kigoma ofisi namba 5. Swala hili liko vizuri sana. Kwanza Kigoma limekuja kufungua mipaka, fursa kwa si vijana na hata watu ambao age imeenda, sababu kuna fursa ambazo zitahusu vijana na watu wazima pia. Kigoma kama alivyosema Mheshimiwa Baba Levo, mbunge wetu wa Kigoma mjini, anasema kwamba sasa hivi Kigoma sio mwisho wa reli. Sasa hivi Kigoma ni mwanzo wa fursa. Sababu sasa hivi upande wa barabara nazungumzia swala la lami tuko vizuri. Yaani gari zinatoka vizuri Kigoma na nafikia vizuri kwa mikoa mingine, barabara sasa hivi zinapitika. Mama Samia katuletea SGR, treni ya umeme, kaongeza tena kuboresha juu ya swala la usafirishaji. Kwa hiyo sekta hii ya usafirishaji Kigoma na kuja kuwa kitovu cha biashara, kuja kitovu cha fursa, sababu kaangalia mkoa wetu umepakana na nchi nyingi, sisi tuko mpakani hapa. Kwa fursa zitakuwa zinazidi kufunguka zaidi na zaidi juu ya swala hili.
Ni kitu gani ambacho unaweza ukamshauri Baba Levo kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ambacho anatakiwa kukifanya? Ameshafanya vitu vingi na ni mmoja kati ya watu ambao wanazungumzwa vizuri, hasa anapokuwa bungeni kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiachilia mbali haya ambayo ameshakuwa akiyafanya, ni kitu gani unadhani Baba Levo akikigusa na kwenye kipindi hiki ambacho ndio mfunguko wa fursa unazidi kuwa mkubwa, kitakuwa kina manufaa makubwa au wana Kigoma watanufaika kwa kiwango kikubwa? Viko vitu vingi sana. Bahati nzuri Baba Levo ni mtoto wa Swahilini, anajua maisha ya Uswahilini yako vipi, na ndio maana anapigania sana juu ya swala la barabara, sababu utapokuja kuwa barabara fursa nyingi zinafunguka, wawekezaji wengi watakuja ndani ya mkoa huu, sababu mkoa huu una uhaba sana wa viwanda. Mwanzo ile tatizo ilikuwa ni umeme, ila sasa hivi umeme unapatikana, sasa hivi tuko kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo Baba Levo, ushauri wangu na mengi kumshauri, ila ushauri wangu apambane sana kutetea wawekezaji ndani ya mkoa huu, kwa sababu ni mtu ambaye anakubalika matajiri wengi, ni mtu ambaye anaonekana kwa wengi, akiongea kitu kinafanyika kweli, sababu yule mtu yani anasema ni magical people, sababu yule mtu akiongea kitu kwa tajiri anasikika. Basi akatuletea wawekezaji, sababu kama hivyo unaona SGR hiyo inaingia Kigoma, umeme utakuwa na umeme wa uhakika, barabara sasa hivi zinapitika kama hivyo. Kwa hiyo tunahitaji viwanda vingi vipatikane mkoani kwetu Kigoma, ili si vijana ambao wale ambao sio na ajira basi waendelee kupata ajira zipatikane kwa wingi. Atuletee wawekezaji. Jina naitwa Abdalla Kamanyola. Mheshimiwa Rais anakuja mkoani Kigoma kwa lengo la kuja kuzindua ujenzi wa reli ya SGR. Ni upi mtazamo wako kuhusiana na tukio hili? Kwa kweli mtazamo wangu naona ni furaha. Kwanza tuna furaha sana kama wakazi wa Kigoma kwa ujio wa rais, na isitoshe ni jambo ambalo kwa kweli tumelisubiria kwa hamu sana hiyo kesho, Mungu akipenda. Kigoma imekuwa muda mrefu kukiwa kuna usumbufu wa kuiunganisha Kigoma na mikoa mingine. Awali ilikuwa ni swala la barabara ambalo nalo linaonekana kwa kiwango kikubwa sana limetatuliwa. Sasa tumeelekea kwenye upande wa reli kwa maana ya SGR inakuja kuzinduliwa. Kwa taarifa zilizopo itakuwa ni kusafiri si zaidi ya masaa 24 mtu atakuwa amefika Dar es Salaam, ambako ilikuwa inagharimu walau siku 3 kuweza kufika kwa njia ya reli. Kutakuwa na mchanganyo wa kibiashara kwa aina gani kwa nini ambao ni wafanyabiashara? Kwa mtazamo wangu, kwanza Kigoma tuko mpakani na Kongo, Zambia na Burundi. Kwanza hilo tu binafsi ni fursa, lakini cha pili, hizi majirani zetu hawa wanaitegemea sana Kigoma kwa kupitisha biashara zao na wao kuja kufanya biashara, hata sisi kuuza biashara. Kupatikana kwa reli ya kati, hii reli ya mwendo kasi SGR, kwa kweli ni mafanikio makubwa sana kwa Kigoma hii, kwa sababu mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa. Maana bila mzunguko wa pesa mwezi kupata maendeleo. Mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa sana. Moja kati ya watu ambao wanaonekana kuchagiza hili jambo ni mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo. Ameonekana kuhamasika sana kwa kiwango cha kufikia hatua kualika wasanii ambao wakuja kusherehesha hiyo kesho kuelekea kwenye uzinduzi wa ujenzi huu. Baba Levo ni mtu wa aina gani linapokuja swala la maendeleo kwa mkoa wa Kigoma? Sasa huko ndio tunaenda kugusi kwenye usahihi kabisa. Yaani Baba Levo siwezi kumfananisha na chochote kiuhalisia, kwa sababu mimi ninafahamu toka ameingia madarakani mpaka dakika hii, yaani mambo Kigoma ilishabadilika. Kwa ufupi, Kigoma ilishabadilika na tumeshakuwa na mambo chungu nzima, upande wa barabara, upande wa biashara, yaani kila fursa imefunguka, kwa sababu amekuwa anachochea maendeleo kwa kiasi ambacho hajawahi kutokea kwa wabunge ambao, kwa sababu mimi nimeshiriki, mbunge wangu wa kwanza kumtambua alikuwa Dr. Amani Walidi Kaburu na wengine wote waliofuata. Sikuwahi kuona mbunge amefanya kazi kwa kiwango kama hichi cha Baba Levo. Ni kitu gani ambacho unaweza kukizungumza kuhusiana na serikali baada ya kuamua kuleta reli ya kati kwenye kiwango cha standard gauge? Ni kitu gani ambacho wamekifanya kwa wana Kigoma? Unaweza kukileti kwa namna gani? Kwa ufupi naweza kusema kwamba labda huenda nikisema labda sio kama kusema kama tumependelewa, kwa sababu hii reli itakapokuwa imefika na ukilinganisha na adha zilizotokea huku nyuma na fursa zilizopo katika mkoa wetu ni nyingi, maendeleo yatakwenda kwa kasi kabisa. Haya ni maoni mbalimbali kuhusiana na ujio wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Kigoma, ambapo anakuja kufanya ufunguzi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR.
kutoka stendi ya mabasi ya mkoa wa Kigoma, Masanga Bus Terminal, Rusamo Hamisi Rusamo, 27 Media.